Babu anaenda kuzima. Babu anaenda kuzima vizuri kabisa. Swali langu linasema hivi, mfano umepakia mtungi wa gesi kwenye bodaboda, huku bodaboda inaendeshwa, huwaga eti inawaka kweli au sio kweli? Kuna vitu tunavifanya vinaweza vikasababisha moto. Mfano, wazungu wanasema overloading circuit, kutumia mkondo mmoja wa umeme isivyo kawaida. Mfano, umeamua kuweka jiko la umeme, lakini hiyo socket moja umeweka sehemu ya kuchemshia maji, lakini hapo hapo ndani ya soko umeweka socket nyingine kwa ajili ya friji, lakini umeweka socket nyingine kwa ajili ya TV, lakini mkondo haujatengenezwa kwa ajili ya kuhimili mzigo wote huo, si ndio? Lakini unaweza ukaondoka ukaliacha friji likiwa linafanya kazi, TV ikiwa inafanya kazi usiku kucha au mchana kucha. Kwa hiyo hali hiyo inaweza kusababisha moto na miundombinu ya soko ikaweza kuteketea. Kuja tutoe semina jinsi ya kutumia hii mitungi inayowaka, mitungi ya gesi, hizi gesi za kupikia, si ndio? Hizi gesi za kupikia tunaamini baada ya miaka 2-5 katika hii sera ya nishati safi, kila mmoja atakuwa anatumia nishati safi na sio zile nishati nyingine ambazo sio safi. Ndugu zangu, wafanyabiashara wenzangu, dada zangu, kaka zangu, ili moto uweze kutokea kunahitajika vitu vitatu. Kunahitajika joto, wote tunajua joto linapopatikana, si ndio? Inaweza ikawa kwa msuguano, ikawa kupitia kibiriti, si ndio? Lakini kunahitajika kitu kinachowaka. Ndani ya hili soko vitu vinavyowaka ni vingi, visivyowaka ni vichache. Kila kitu mnachotoka nacho nyumbani kinaweza kuwaka. Kama unauza nguo, nguo zinawaka, si ndio? Anayeuza viatu, viatu vinawaka. Mwenye gesi zinawaka, mwenye vyombo hivi, sijui chupa, sijui thermos, hizi zina uwezo wa kuwaka pia, si ndio? Meza zinawaka. Lakini pia kitu kingine ambacho kinahitajika ni hewa ya oxygen. Dodoma tumebarikiwa, kunakuwa na upepo mkali, si ndio? Kwa hiyo vitu vyote vitatu katika hili soko vipo. Kwa hiyo uwezekano wa moto kuwaka ndani ya hili soko ni asilimia nyingi, kwa sababu kila hitajio la moto linapatikana katika eneo letu hili. Nini tunatakiwa kufanya? Tunachotakiwa kufanya ni kuhakikisha miundombinu ya umeme ni salama, na kama inahitaji service basi wasiliana na manager wa soko ili iweze kufanywa service, sawa? Tunaona kama pale wiring kidogo imekatika katika ile eneo la juu, basi wasiliana na viongozi ili waweze kufanyia marekebisho. Lakini pia kwenye vitu vyetu tusitumie mkondo mmoja wa umeme tukaweka vitu ambavyo havistahili, sawa? Kuna mtu ana socket moja lakini anamgea jirani yake na jirani anampa mtu mwingine, si ndio? Kwa hiyo tunajikuta tunaweza tukasababisha moto bila kukusudia. Tutumie miundombinu inayofaa, tutumie vifaa pia vinavyoshauriwa na vilivyokizi ubora. Hapa Machinga Complex matukio mengi yamekuwa kiripotiwa, lakini matukio hayo unaweza kuyadhibiti wewe, kwa sababu pasipo kuzuilika naweza kaleta athari. Tukio la kwanza ni mtungi wa gesi kuvuja, ambapo hata wewe unaweza ukafika kwenye mtungi huo ukaufunga, ukaacha kufanya nini? Kuleta madhara yote. Lakini utashangaa mtungi unavuja, wananchi mnaanza kukimbia, mnajua utalipuka. Huu mtungi kuja ulipuke ni joto kubwa sana. Kama unavuja, ukifika pale unaweza ukaufunga na ukazuia madhara ambayo yanaweza kutokea kama gesi itaendelea kuvuja kwa wingi zaidi, si ndio? Lakini pia tufahamu kwamba hizi gesi tunazozitumia ni rafiki, lakini pia ni hatari. Kama itavuja ya kutosha, inaweza kapelekea mlipuko kutokea. Kwa hakikisha mtungi unaotumia, kama unasikia kile kiharufu cha gesi, hakikisha ukisikii. Kama unakisikia, basi ujue madhara yanaweza kafanya nini jamani, yakatokea. Tumeelewana? Hapa sokoni ama hapa kwenye soko hili unaweza kuwa unavionaga vifaa hivi, si ndio? Hivi vifaa vipo ili wewe unayekiona upate kukitumia. Na kama hakipo eneo ambalo upo, basi hakikisha unafuatilia, ufanye utaratibu wa kuwepo eneo ambalo upo wewe, kwa sababu kipo kwa ajili ya kuokoa soko, kwa ajili ya kuokoa mali ulizonazo, ili usiendelee kuleta madhara zaidi. Lakini changamoto inakuja ni moja, je, sisi tuliopo hapa tunafahamu namna ya kutumia kifaa hiki? Utakuta kifaa hiki kipo, lakini matumizi ndio hatufahamu. Lakini kutumia kifaa hiki ni rahisi sana, ambapo tunafahamu kabisa kifaa hiki unavyokiona hapa kinakuwa kina pini yake kama unavyoiona hapo, si ndio? Ambayo hiki sasa tayari kishatumika, mshakitumia. Hii ipo, lakini inakuwepo
kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huwezi ukabonyeza hapa, maana ukibonyeza kama haipo kinafanya kazi, si ndio? Kwa hakikisha unapotaka kukitumia hii pini inatoka hapa. Inatokaje? Kama imefungwa na kitu, hakikisha unakata, chomoa pini yako itoke namna hii. Ikishatoka, shika kifaa chako, nenda kwenye moto ulipo kama alivyoshika afande hapo. Baada ya kushika, elekea kwenye moto, usiusogelee mpaka ukafika kwenye moto. Mita chache kutoka kwenye moto wako, afande ashumu moto ndio ule pale kwenye meza ile pale. Afande atakuwa ameshika kifaa chake, ameshatoa pini. Ukishatoa, lenga pale panapofanya nini? Panapowaka, kisha minya sasa huku, kwa sababu pini ushatoa. Ukiminya kilichoko ndani kitatoka, kikitoka kitazima moto wako. Kuna kume tulaisishia, mambo yanakuwa yako vizuri zaidi, si ndio Tuko pamoja? Hiki kifaa kingine kiko hivyo hivyo, kazi yake ni moja. Afande hiki kinafanya kazi, jaribu kidogo. Hiki ni kifaa ni tofauti na hiki kidogo, lakini wewe unayepika chakula, unapika chips, unakaanga, hiki ndio kitakufaa. Utazima moto na chakula chako kitaendelea kutumika. Tumeelewana jamani? Endapo utatumia kile pale, chakula mwaga. Lakini kikitumika hiki hapa, hatua ya kwanza afande atatoa pini. Afande toa pini, anakagua kujiridhisha kifaa chake ni kizima, si ndio Akishajiridhisha, hakikisha unatoa pini yako kama alivyoelekeza mwanzo, kisha shika sehemu aliposhika, usishike sehemu nyingine. Utasogea kwenye moto, utaminya. Kilichoko ndani kitafanya nini jamani? Kitatoka. Tumeelewana jamani? Kwa kama ulivyoona hakijachafua, vivyo hivyo na chakula kitabaki kisafi vivyo hivyo. Kwa chakula kinaweza kuendelea kutumika. Ukitumia kingine, chakula mwaga. Tunachoenda hatua nyingine ni kwenye mtungi wetu huu hapa, si ndio Wapo tunaotumia mtungi huu, lakini pia kuna wanaotumia mtungi huu. Toa kabisa. Kuna tunaotumia mtungi huu, lakini kuna tunaotumia mtungi huu. Gesi inapokuwa inavuja, naweza katokea lolote, gesi ikaanza kuvuja namna hiyo. Unasikia kabisa harufu inafanya nini? Inatokea. Mtu unaweza kaanza kukimbia, unajua labda chochote kitatokea, kitalipuka. Cha kufanya, hakikisha hausababishi joto lolote maeneo hayo, ila nenda kafunge gesi hiyo isiendelee kufanya nini? Kuvuja. Imetokea sasa gesi yako imewaka. Imetokea mtungi wako umewaka. Imetokea mtungi wako umewaka. Kea mtungi wako umewaka namna hiyo, si ndio? Hapa hata kama nikija na kesho kutwa na maji yangu na ndoo ya maji nikiwa na mwaga hapo, hayo hizi kazima. Hata kesho na kesho kutwa haitazima, si ndio Kwa sababu hii ni hewa kama hewa. Kwa utamaliza maji yako yote bila kuzima, si ndio? Lakini kuna mtu anaweza akaja kwa ujasiri na ndoo yake ya plastiki kama hiyo unavyoona. Hakikisha unasimama sehemu ambako upepo unatokea, ili huo moto na usipate madhara yoyote. Kwa aliposimama hapo, moja kwa moja atafunika kwa nguvu. Twende. Ukishafunika gesi, moto nakata, inabaki inavuja gesi, si ndio? Kwa unakuta umeshazima moto, umemwaga maji ndoo nzima, haijazima. Lakini hiyo imesaidia kuzima kwa wakati. Tumeelewana jamani? Kwa gesi ni adui lakini ni rafiki. Inatarajiwa na wewe, inategemea na umefika kwa wakati gani kuudhibiti, si ndio Katika mtungi kama huu, naomba tena washa. Mtungi huu hapo sasa, kwa namna yote imefanyika, gesi yako inawaka. Gesi yako inawaka kama hivyo, si ndio Tuna ujasiri kufungua namna hii. Kwa sababu ni eneo la wazi. Usifungue ndani ya nyumba, madirisha yamefungwa. Eneo la wazi ikivuja inapeperuka na upepo inaondoka. Ila ndani inarundikana, inaweza kupelekea mlipuko. Kwa kama hapa unaweza ukatumia hata mkono wako kuzima moto. Ila hakikisha mkono wako haushiki kwenye makali ya nini jamani? Na kama kuna mpira umeungua, usishike kwenye ule mpira, utafanya nini? Unaweza ukatafuta kitambaa au taulo zito, ukaliloweka kwenye maji, ukaji ukafanya nini? Ukafunika. Afande, jaribu kushika kwa mkono tuone. Afande anaenda kuzima kwa kutumia mkono, si ndio Hasa kwa nini ashindwe? Kwa nini ashindwe kuzima? Afande akazima kwa kutumia kidole chake na gesi inazimika kabisa vizuri kabisa. Si umeona? Moto unakuwa umezimika na inaendelea kuvuja, ni gesi. Kwa hiyo tusiogope gesi namna hiyo. Tumeelewana jamani? Tusiogope gesi namna hiyo. Hata wewe unaweza ukazima kesho na kesho kutwa. Hata huyu anaweza, si ndio? Kidole kimoja kinaweza kuzima moto, si ndio? Funga. Angalizo. Kama kuna plastiki imeshaungua usishike, kwa sababu itafanya nini? Itaungua. Kwa hiyo alternative unaweza kutumia hata kitambaa chako, hata handkerchief yako.
Baadaye tutahitaji mama aje naye ajaribu kuzima tuone kama ni uhalisia. Haya, karibu. Kila mtu unaweza ukazima. Kila mtu unaweza ukafanya nini? Haya, sogeza. Hapo mwanzo inapoanza kutoka. Kama unaweza ukashika mkaa wa moto ukauhamisha, hii haiwezi kashinda kuzima, si ndio ni rahisi kabisa. Ni rahisi kabisa. Ni rahisi kabisa. Angalizo kwenye matumizi ya gesi. Haya, babu anaenda kuzima, si ndio? Babu anaenda kuzima. Babu anaenda kuzima. Babu anaenda kuzima vizuri kabisa. Babu hajaelekeza. Ewa. Kwa hiyo moto unaosababishwa na gesi unaweza ukaudhibiti ukiwa nyumbani. Tuje tumie kifaa. Haya, mama lazima pale. Mama lazima pale. Haya, karibu. Hapo mwanzoni inakuwa imekata, si ndio? Unapofanya hivi maana yake unazuia gesi isiendelee kufanya nini? Kutoka. Isipoendelea kutoka maana yake unakuwa umezima moto kwa sababu hamna cha kuungua, si ndio? Ndio sababu hiyo. Hasa mpira umeshaungua, si ndio Kama mpira umeshaungua, uwezi ukashika, utaungua na wewe, si ndio? Vifaa hivi viko hapa. Kwa kama vifaa vipo hapa, unaweza ukatumia vifaa hivi, si ndio Kwa hiyo tumia vifaa ambavyo vipo kama ambavyo anaenda kutuonyesha mwenzetu hapo. Kwa sogea. Haya, minya, lenga hapo panapowaka. Pana kwamba imezimika, si ndio Kama pakizimika gesi inaendelea kuvuja, hakikisha unafunga gesi inaendelea kuvuja tena. Tumeelewana jamani? Kama ni kile kimtungi kidogo, unafungua ile isiendelee kuwepo tena. Kuna mtu ana swali? Kwa majina naitwa Ibrahimu Mnakushukuru. Nina swali langu. Kwa mfano ikatokea moto imewaka na hiki kifaa cha oksijeni hakipo, iwe majumbani au aidha eneo la soko, na moto unaowaka ni mwingi na ni mpira aidha plastiki inawaka na kifaa hicho hakipo tayari, na kuzima kwa kutumia mkono inashindikana, kuzima kwa kutumia maji inashindikana, tunafanyeje? Mchanga kama uko mbali, tunafanyeje kuzima pale? Habari afande, tunaomba utuelekeze mtungi huo mdogo ambao tunatumia wanajamii wote kule majumbani, huo mkubwa wachache ndio wanaotumia. Mimi kwa jina nafahamika Mama Twaha. Swali langu, mimi napika jiko la gesi, hapo na mkaa napika. Je, lile joto la mkaa linaweza likalipua gesi? Swali langu nilikuwa napenda kuuliza, kutaka kujua aina ya hizo fire extinguisher. Kwa nini muda ambao umetumika muda ule imetumika fire extinguisher ile pale na sio ile pale? Nataka kuuliza, swali langu linasema hivi, mfano umepakia mtungi wa gesi kwenye bodaboda, huku bodaboda inaendeshwa, huaga eti inawaka kweli au sio kweli? Swali la kwanza la Brother Ibrahimu, yeye aliuliza kwamba kifaa hakipo na hilo eneo pia mchanga haupo au umeloa, si ndio? Atatumia nini? Jamani, vizimia moto vipo vya aina nyingi sana. Hivi tulivyoonyesha, tumeonyesha maji hapa, si ndio? Tumeonyesha portable fire extinguisher ya unga mkavu au dry chemical powder, lakini tumeonyesha carbon dioxide gas ya ukaa, si ndio? Lakini kuna vizimia moto vingi sana duniani, ni zaidi ya 100. Sawa?
lakini hadi matawi ya miti yanazima moto. Hamjawahi kuzima moto wa shule kwa kutumia matawi ya miti? Mmezima. Hamjawahi kuzima moto kwa kutumia taulo lililoloa? Tutawaonesha sasa hapa jinsi inavyoweza kufanya. Kwa hiyo uzime na kitu gani itategemea mazingira uliyopo. Kuna watu wengine hawawezi kuzima moto na fire extinguisher aina yoyote, wanachoamua ni kutengeneza barabara tu moto usipite. Si mmeona kwenye mashamba ya misitu kwenye mashamba ya miti, si mmeona? Kwa hiyo sio lazima uzime moto kwa kutumia vifaa hivi. Pia hivi vinawekwa kulingana na mazingira na ndio utakavyoshauriwa, sawa kwa hiyo unaweza kuzima moto kwa kutumia, kwani hamnawahi kuzima moto kwa kukanyaga? Situmewahi? Kwa hiyo njia za kuzima moto zipo nyingi. Hizi tulizopeana hapa ni njia zilizokubalika za kitaalamu, sawa Kama unaishi ghorofa ya 8 ya 6, huwezi sasa kwenda kuchukua matawi ya miti, utawapatia wapi posta? Lazima utumie CO2 au dry powder. Tumeelewana? Swali nyingine anasema tuoneshe mtungi mdogo unavyoweza kufanya kazi. Ili litajibiwa mwisho kwa sababu tutafanya kwa vitendo, sawa Swali nyingine anasema mkaa na gesi muda huo huo. Yaani same time unatumia mkaa alafu pembeni unatumia jiko la gesi. Athari yake inakuwaje? Si ndio swali lako mama? Ipo hivi, endapo gesi inavuja alafu ukaenda kuwasha mkaa bila kuhitaji gesi, maana yake gesi yako ilipokatikia ndo gesi itakapokuwa inawaka. Tunaashumu huu ni mpira unaenda huku kama huu hapa ambavyo ungepita kwenda hivi, si ndio? Alafu gesi inatokea hapa, imeshavuja chumbani kwako kwa muda mrefu au ndani ya jiko kwa muda mrefu. Kwa hiyo kitendo cha kuwasha mkaa, gesi itawaka, na kwa sababu umevuja nyingi na chumba kina pazia, kina meza, maana yake nyumba hiyo itakuwa kwenye moto sasa, kwa sababu sura ya dunia, ile atmosphere itakuwa yote ina moto, sawa Nyumba hiyo au jiko hilo litaungua. Na ndio maana tunasema nishati safi uko natumia, basi tumia tu nishati safi. Ukichanganya kama ukagui miundombinu yako, kuna siku mtungi hii nozo itakuwa imechoka, imekatika. Ikiwa inavujisha, manake kuna possibility ya siku moja jiko likawaka. Tunaelewana mabosi zangu? Tumeelewana mama zangu hiyo ndo sayansi ya moto ilivyo. Hatutaongea vitu kwa kupindisha. Sayansi ya moto ndio inavyosema. Na kama uamini, aje mtu mwenye mkaa hapa pembeni awashe jiko la mkaa, alafu hii gesi iwe karibu hii hapa, ukaribu huu. Kama ni chumba kilichofungwa lazima vitawaka, sawa Hapa nje inakuwa ngumu kwa sababu hewa nyingine inaisukuma gesi upande mmoja. Tunaelewana? Lakini ukiingia ndani kwako ukihisi gesi imevuja, usiwashe moto. Fungua dirisha kwanza ipungue, ili hata kama moto ukitokea, patakapokuwa wanaungua patakuwa padogo sana pale kwenye moto, kwenye gesi, sawa Nadhani swali hili nimelijibu na ni swali muhimu sana, sawa Kwa hiyo kama unataka kupika hivyo, basi uwe na jiko la nje pia kama ikikubidi, kama nyumba yako ina uwezo hivyo, ili ikitokea moto ubaki jikoni, huku watoto na vyeti vyako viwe salama, sawa Swali la 4 kama sikosei, anasema kwa nini tumetumia fire extinguisher ya gesi ya ukaa iliyotoa gesi ya carbon dioxide na sio kile pale cha poda? Sababu moja ni kwamba gesi ya ukaa ni gesi rafiki katika mazingira ya vyakula na nguo. Baada ya kutumia hii hewa imepotea duniani, si ndio? Lakini tungetumia poda, DCP, dry chemical powder, maana yake eneo lote hili lingekuwa sana umefungua mfuko wa simenti alafu unaukumuta. Kwa hiyo vyakula vingeharibika, nguo zingechafuka, lakini wenye pumu ingeweza kuwasumbua, wenye matatizo ya afya katika mfumo wa upumuaji, sawa Na ndio maana tumetumia mtungi huu ambao sisi kitaalamu tunaamini ni rafiki katika mazingira ya jikoni na mazingira ya madukani, sawa Kwa hiyo itategemea na ukubwa wa moto. Moto ungekuwa mkubwa, tusingejali kuhusu kuharibu maharage wala wali, tungejali kuokoa soko. Kwa hiyo tungetumia poda, sawa Na ndio maana hapa kwenye soko letu la Machinga tumeweka mtungi wa poda na tumeweka mtungi wa gesi ya ukaa, yani carbon dioxide. Dada wa mwisho aliuliza, je, ukibeba mtungi wa gesi kwenye bodaboda ni salama au unaweza kulipuka? Si ndio dada? Huu ndo mtungi wa gesi.
mtungi wa gesi unapotakiwa kusafirishwa ni vertical, ni hivi na sio hivi. Lakini mtungi wa gesi unaposafirishwa, unapofika, unatakiwa ukae muda mdogo ili uweze kujitenga. Kwenye gesi kuna eneo limeachwa, hiyo ni kitaalamu zaidi, sasa sitaki kuumiza vichwa. Ili gesi iweze kupumua, ni kama vile unapokuwa na soda hizi nyeusi si haijai hadi mwisho kuna sehemu inaachwa ili ukifungua ilie, si ndio? Sasa ukiitingisha, ubebaji ule ambao hauruhusiwi, ukifika nyumbani kwako kwa kuilaza, maana yake gesi itakuwa inatafuta sehemu za kutoka, si ndio? Ukiwasha haraka haraka au ukiwa umeiachia gesi alafu unaenda kufuata kibiriti kwa Mama Juma, ukirudi ukitaka kuwasha gesi, gesi itakuwa imeshajaa ile eneo lote. Ndio maana tunashauri unapotumia gesi, chukua njiti yako ya kibiriti, anza kuiwasha alafu ndio uruhusu gesi. Usianze kufungua gesi alafu ndio unaenda kutafuta kibiriti au unaanza kuongea na simu. Sawa? Mitungi inabebwa ikiwa hivi. Na ndio maana wale wakala wote wanaouza gesi, wanaowabebea na bodaboda kwa kutumia wale, lazima ukute ameweka kulia na, si ndio? Ili kuhakikisha sasa gesi haiwezi kuleta athari katika mazingira baada ya kupelekewa. Lakini pia ukipelekewa gesi usiwe na haraka, iache kidogo ikulu, alafu ndio uweze kuitumia. Ili kuisindika hii gesi uipate wewe, zinatumika nguvu nyingi sana. Kwa hiyo wewe ukifungulia kwa haraka haraka, unaweza ukajikuta kwenye tatizo. Jinsi ya kutumia mtungi, kama moto umezidi kwenda hivi, unachotakiwa kufanya ni hii ya kuruhusu na kufunga, sawa? Kwa hiyo hivi tutauwasha, afu tutaashumu huu mtungi umepata shida, si ndio? Huu ukipata shida, ndio maana mzungu kaweka kilo chache asingeweza kuweka ibana hapa, litakuwa ni bomu hilo, si ndio? Ameweka hapa kilo 4, hata measures zake alizochukua sio kubwa kama za huku. Ndio maana huku kuna safety, kuna valve ya usalama, lakini pia kuna kuiruhusu gesi itoke au isitoke, lakini pia kuna nozo. Kwa ukishindwa kote, nenda kakate kule ufunge, si ndio? Lakini hapa hajafanya hivyo. Maana yake ni nini? Wewe ndio unatakiwa. Kwa hiyo ndio maana tunashauri eneo lako la kupika liwe safi muda wote, ili ikitokea dharura uweze kuvuta mtungi hata na reki au usukume na mguu, sawa? Utoe nje, kwa sababu kama hapa pana mtungi huu mdogo, hapa umesimamisha kabati, huku kushoto kuna ndoo, maana yake huku kilipuka kabati litaungua. Kabati likiungua nyumba sio salama tena, sawa? Kwa hiyo tuwashe hii hapa afu tuonyeshe jinsi ya sawa? Wote tunaona, si ndio? Tunaashumu sasa hii gesi haitaki kukata hata baada ya kufunga, ndo ajali nyingi, si ndio? Yaani ukitaka kufunga hapa unafika hadi mwisho, alafu hizi thread zinakuwa zimekufa, si ndio? Unakuwa unapeleka tu muda mrefu. Kwa hiyo unapata taharuki, ufanye nini? Na una watoto ndani, si ndio mama zangu na baba zangu tunaopika, si ndio? Kwa hiyo utakachotakiwa kukifanya ni kama anachofanya. Unaweza ukaanza kwa kutoa hii, si ndio? Unaweza ukaitoa, alafu zoezi linalofuata sasa unaweza ukazima hilo eneo hapo kama anavyofanya huyo askari. Mmeona anachokifanya? Mmeona anachokifanya? Matendo yote ya uokoaji yanahitaji ujasiri. Ukumbuke muda huu una watoto nyumbani, una makochi yako, una vyeti na una mkataba wa nyumba, si ndio? Inahitajika ujasiri, usiogope, uhakikishe unaokoa mali na watoto wako, sawa? Hapa kesi itakuwa imeisha, lakini bado kesi inaweza ikaendelea, si ndio? Hapa panaweza bakao bado panavujisha. Huo mtungi utoe uweke uwanjani. Itakao kuwa inaungua ni hewa ya Mwenyezi Mungu na sio nyumba yako, sawa? Mwisho ni lazima niwapatie nambari yetu ya dharura ambayo ni 114. Sawa? Kwenye simu yako unachukua, unaandika 1, unaandika tena 1, alafu unamalizia na 4, sawa? Namba hiyo wakati wa dharura utatakiwa kuipiga. Utasema upo wapi na una shida gani, ili si tujue tunakupa msaada upi kulingana na aina ya tukio na mahali ulipo. Tunaelewana ndugu zangu? Namba ndio hii hapa 114, sawa? 114, hii namba ni bure. Unapiga kwa mtandao wote, sawa? Kwa hiyo napenda kuwashauri kila mmoja awe nayo, lakini tukitoka hapa tutabandika kwenye mbao zenu za matangazo
lakini pia tutabandika kwa mamalishe, wachoma nyama na wafanyabiashara wengine wa viatu na kadhalika, ili tuhakikishe hii namba tunakuwepo nayo. Moto sio lazima utokee Machinga, unaweza ukatokea nyumbani kwako, si ndio? Kwa hiyo ukiwa hapa Machinga utatoa taarifa ya nyumbani kwako na utaelekeza eneo moto ulipojikita au moto unapowaka. Sawa? Kwa hiyo wakati tunaelekea katika kilele cha wiki ya mzima moto duniani, wito wetu tunataka jamii iliyo salama ambayo haina majanga ya moto, lakini pia moto ukitokea basi uweze kudhibitiwa kwa haraka. Sawa? Kwa sababu hatuwezi kukataa moto kutokea, kwa sababu moto tunautumia kwenye shughuli zetu za kupika viazi au chipsi, lakini tunatumia katika kuchomelea. Kwa hiyo binadamu alivyo hawezi kuishi bila moto, si ndio? Na ndio maana toka ulipogundulika moto, binadamu waliweza kuishi kwa amani, waliweza kuotea moto kupata joto, si ndio? Waliweza kuchoma nyama na kula. Kwa hadi sasa hivi bado moto tunauhitaji, lakini tunahitaji moto ambao hautuletei madhara. Sawa? Endapo sasa madhara yakitokea kwa bahati mbaya, tumia ile nambari ya dharura ya 114 utupigie. Tunapatikana masaa 24 na tunafanya kazi wakati wowote. Sawa? Kama una changamoto nyingine ambayo ni ya kiofisi, unaweza ukafika katika ofisi zetu za zimamoto popote ilipo. Ukiwa Kondoa tuna ofisi Kondoa, ukiwa Bahi kuna ofisi Bahi, ila ukiwa Dodoma mjini kuna ofisi Nzuguni, Mtumba na pale mnapopaita zimamoto karibu na SIDO.